Kama tunavyofahamu kwamba ibada ya leo ina part 1 na part 2. Ila part 2 ni fupi tu ya dakika chache sana, ndio tunamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa hivi katibu mkuu na mchungaji wetu, sasa hivi acha tukuite mgeni rasmi. Sasa hivi umetoka kwenye mhubiri, tunakuja kwenye mgeni rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na muda mfupi sana. Muda mfupi sana ambao tunaenda sasa kwenye tukio la uzinduzi wa jengo letu. Endelea kuwa na unyenyekevu huu. Ndugu mgeni rasmi, kama katibu wangu mkuu, moyo wangu una furaha. Unajua ukiwa na furaha sana alafu waambiwa andika risala, huwezi. Utaandika tu haleluya 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 haleluya, maana furaha imezidi. Na ukiwa na hasira huwezi kuandika, utafyonza karatasi zote hapo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hatimaye ananiambia nakuja, na ninakuja na mama. Wow! Nikasema hiyo. Hatimaye amefika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mama katibu wetu, Mungu akubariki. Wanasema penye mwanamume yoyote anayehubiri kama Marwa, nyuma yake kuna mwanamke anayemlinda vizuri. Wewe Marwa uko hivyo kwa sababu ya huyu mama hapa, maombi yake. Maana wakati unajua sisi wachungaji tukikwazwa na washirika hatuwafokeagi. Hasira huwa anaenda kuishia kwa mama. Huyu ndio anabeba hasira zote za wateja. Tukishamkwaza huyu jioni huko, anaenda kukaa huko na stress. Huyu ndio anaziondoa zote. Yaani huyu ni tope. Unajua jiwe likiingia kwenye tope alidundi, ni poa, limepotea. Hasira zikija huko ni tope, zimepotea. Asubuhi anarudi ofisini yuko safi. Mpigieni makofi sana huyo mama. Ulijua Mungu alikuongoza kumchukua huyo mama. Na wewe mama, ulivyokuwa unamuuliza Mungu maswali pamoja na wanaume wote wa kunipa, ndio umenipa mkulia. Kumbe amekupa mkulia atakao kula. Bwana Yesu asifiwe. Anakula Roho Mtakatifu. Amemmeza Roho Mtakatifu. Na mkuli aliyemeza Roho Mtakatifu sio mkali kwa mwanadamu, ni mkali kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie mama katibu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu baba ametuhubiria. Amefanyaje? Ametuhubiria Jumatano, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Kwa kweli tumepokea. Na leo tumepokea. Nasema na leo tumepokea. Situmpigie Bwana Yesu makofi. Kuna ushuhuda hapa. Nitoe shukurani zangu za dhati kwa baba askofu mkuu. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Baba askofu mkuu ni rafiki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuliongea. Na kama mnaona hapa anafuatilia hii ibada, anaifuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuomba kwa sababu najua kufungua hata kama ni kitu gani kidogo sana cha TAG, iwe ni ofisi, iwe ni nini, chochote cha TAG
kinazinduliwa au kufunguliwa na baba askofu mkuu na katibu mkuu. Kama mnyenyekevu tulivyoongea naye, akasema hii kazi ni ya baba askofu mkuu, labda atamke mwenyewe ndio naweza nikafanya hiyo kazi. Mimi nakuja na ubiri naondoka, lakini akinipa ruhusa naifanya. Bwana Yesu, hii inaonyesha jinsi alivyo mnyenyekevu katibu wetu. Hawezi kuchukua nafasi isiyokuwa ya kwake. Kielelezo kizuri sana. Nikarudi kwa baba askofu. Baba askofu akasema, mchungaji, nimeruhusu katibu amalize hiyo kazi iliyoko huko kwa niaba yangu. Situmpigie Bwana Yesu makofi. Akaruhusu. Na leo ofisi inaenda kufunguliwa na katibu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, ofisi ya City Light Temple. Bwana Yesu asifiwe. Tupelekee salamu kwa baba askofu mkuu, tuseme tunamshukuru sana kwa unyenyekevu mkubwa sana, tunamshukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. La mwisho, ndugu mgeni rasmi, sisi kama City Light Temple tunataka kukushika mkono. Bahati mbaya sana mikono ya sisi watu wa Dar es Salaam ina joto, huwa ina joto. Sasa tunaomba hilo joto lake utusamee tu, haliko vizuri, ila tu kwa hilo utakaloliona kwenye joto hilo, basi utuombee. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa niombe, tuna idara zote, na hizo idara nasema tutazitambulisha baadaye kwenye hitimisho huko baada ya shughuli zote, lakini kwa sasa tu tuna vitu vichache. Sijui wamama wapo? Wamama wapo? Wamama wapo? Vijana wapo? Sasa kama vijana wapo na wamama wapo, njoni mjipange hapa na mama. Nadhani hapa niliposimama panaweza pakawa pazuri sana, ili mikono yao ni mifupi sije ikaishia njiani. Sumbue katibu wangu. Haya, tunaanza na wamama. Njooni mumshike kwa haraka mkono. Wale waliopo wawakilishi waje wamshike mkono, alafu tutakuja na vijana na CMF haraka sana, na then iliko pile. Njooni hapa wamama. Hawa ni wamama, wao watajua. Wamama, karibuni mfanye kile nilichopanga. Tuwapigie makofi wa mama. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Tuwapigie makofi wa mama. Asante sana. Wow. Sawa. Hao bado ni wamama? Ni wamama. Hawa ni wanafunzi na maandiko. 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 Tuwapige makofi wanafunzi na maandiko. Ndio hawa, msalimie. Hao ndio wanafunzi na maandiko, ndio walimu wenyewe hao wanaotufundisha hapa, na mimi ni mwanafunzi mwaminifu kwenye darasa lao. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Karibu CMF. Huyu ndio mwenyekiti wa CMF. Wow. Taifa kubwa. Si unaona vitu vyao vinakuwaga vikubwa, vinang'ara. Asante sana taifa kubwa. Asante sana taifa kubwa. Asante sana. Wow. Asante sana taifa kubwa. Asante sana. Asante sana taifa kubwa. Asante sana. Mungu awabariki sana 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 sana. Mmepeana mkono na mpako wa mafuta wa Bwana. Asante sana vijana. Tuwapigie makofi. Vijana.
Ombe kanisa kile mlicho nacho, wazee wa kanisa njooni muweze kukabidhi kile mlicho nacho. Wapigeni sana makofi. Tutaifungua hapa. Tuwapigie makofi sana wazee wa kanisa, tuwapigie makofi. Asante sana. Mkabizini. Mpe akate mwenyewe, afungue mwenyewe na tena acheni. Hivi kuna watu wanapiga picha? Sione kama picha zinapigwa hapa. Afungue mwenyewe, kama kuna nyoka tuione, tuiue kama Wow. Bwana wameweka na kapicha kule ndani. Wow. Basi nikupe haya. Yangu nimeacha mbali, ngoja nijitahidi. Reverend Joseph Gabriel Marwa, General Secretary, Tanzania Assemblies of God, TAG. We are truly thankful to God for your passion to God's work. Na maneno mengine sijasoma. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sema sasa ndio tunaenda kwenye tukio lenyewe. Tukio hili tutafanyaje? Wanaanza kutoka viongozi, alafu tunafuata. Tutatoka na viongozi hapa na wote tukiwa tunaimba. Tutapanda hapo, nyie mtajaa hapo mbele. Sisi na kiongozi mgeni rasmi tutazunguka kidogo kumwonyesha eneo la hapo, alafu baadaye tutarudi hapo. Hapo kuna matukio mawili. Kuna pale kwenye jiwe hilo la ufunguzi na kuna mlangoni pale kuingia. Kwa hiyo wote twende hapo, tuimbe hapo, tupige vigeregere hapo. Yeye tukishampa kilongalonga anajua atafanyaje. Kama atakuwa anawaambia nitakuwa mnanifuatisha, hilo atawaambia, lakini niombe twende wote hapo. Yes, ilikuwa siku ya mwisho ya semina nzuri kabisa ya neno la Mungu hapa katika kanisa la TAG City Light Temple lililoko hapa Matosa Kimara, na tumekuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji katibu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, mchungaji Joseph Gabriel Marwa, ambaye alikuwa akiendesha semina hii, na zimekuwa ni siku 5 hakika, na tumemwona Mungu kwa namna ya kipekee sana. Leo amehitimisha na somo zuri kabisa, tukiwa kwenye tafakari katika wiki ya kukumbuka mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amemalizia na somo zuri kabisa la kukumbuka kifo cha Bwana Yesu. Nenda kajifunze pale. Kwa wewe ambaye kupata wasaa wa kuweza kufuatilia semina hii, basi tunakukaribisha uweze kufuatilia na masomo mengine pia ya semina ambayo tumekuwa tukikuletea kupitia kituo kibora kabisa cha matangazo cha NY TV. Na tukio sasa ambalo linafanyika hapa katika kanisa la TAG baada ya kuhitimisha semina, kutakuwa na matukio, na tukio la baraka sana la uzinduzi wa jengo la ofisi ya kanisa, lakini pia hapa kuna tendo linafanyika hapa la upandaji wa mti, na linafanywa na mchungaji kiongozi wa mahali hapa, mchungaji Mulenda Omar, likisimamiwa na kuongozwa na katibu mkuu ambaye anafanya kitendo hiki cha kuotesha mti hapa. Kama ambavyo tunafahamu, kuotesha mti ni utunzaji wa mazingira, na hivyo ni tendo linalofanyika hapa, na ni katibu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God ambaye
amekuwa akiendesha semina mahali hapa kwa siku 5, na leo kama ambavyo nimekuambia semina hii imehitimishwa na tunakuwa na matukio haya ya baraka mawili ya upandaji wa mti hapa, na tunaelekea sasa katika tukio la uzinduzi wa jengo la ofisi ya kanisa hili. Yes, tunakukaribisha sasa mtazamaji kwa ajili ya tukio hili zuri kabisa linaloongozwa na katibu mkuu wa kanisa la TAG na mchungaji kiongozi wa mahali hapa. Ni jengo zuri kabisa la kisasa ambalo limejengwa mahali hapa, na wanapita sasa kwa ajili ya kutazama majengo. Kuna jengo la watoto ambalo pia nalo limejengwa hapa, nalo wanapita pia kuweza kulitazama, na kisha tutakuja kwenye tukio maalum sasa la kuzindua jengo la ofisi ya kanisa hili la TAG City Light Temple lililoko hapa Kimara Matosa. Unaweza ukaona majengo mazuri kabisa hapa ya kisasa kwa ajili ya watoto, ili pia waweze kujifunza kizazi cha kesho, vijana wa kesho, viongozi wa kesho, wanawake CMF ya kesho, wana CS wanaandaliwa hawa wawe na maeneo mazuri ya kuweza kujifunzia neno la Mungu. NY TV ni kituo bora kabisa cha matangazo kwa wewe ambaye unatamani kuleta tukio lako, kuweza kutupa ushuhuda, taarifa mbalimbali unatamani kutangaza, basi hapa ni mahali sahihi sana. Lakini nikukumbushe kufuatilia semina ya neno la Mungu ambayo ilikuwa inaendelea hapa TAG Matosa. Wewe ambaye ukupata wasaa, basi nenda pale NY TV, utakutana na masomo mazuri sana, semina nzuri yenye kugeuzwa kuenda kuwa mtu mwingine, na utapata wasaa wa kujifunza mambo mazuri. Share na marafiki, ndugu jamaa waweze pia kufuatilia semina hii ambayo imehitimishwa leo, elekea kwenye tafakari ya kumbukumbu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo amefundisha somo zuri sana pia kwamba Yesu alichagua kufa. Funze pale upate kuelewa kwa nini Yesu alichagua kufa. Wakati unakwenda kuendelea kutafakari kumbukumbu hii nzuri ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, tunakukaribisha sasa kwa ajili ya tukio hili. Kama ambavyo tunafahamu, awali kanisa hili lilikuwa likichungwa na mchungaji Nimrod Swai kabla hajachaguliwa kuwa mhazini mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, na hivyo kwa miaka 3 sasa toka ameondoka hapa, mchungaji Mulenda Omar ndiye amekuwepo hapa, na haya ni moja ya mafanikio yamefanyika hapa toka amekuwepo hapa. Ametenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tarehe ya leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 3 26, si ndivyo eh? Siku ya baraka sana na siku ya kihistoria tunaposhiriki baraka hii ya kuzindua ofisi yetu ya kanisa. Reverend Dr. Omali Mulenda Kalama na mama Bi Matilda Mulenda, waheshimiwa viongozi wa kanisa kwa nafasi zenu mbalimbali, watumishi wa Mungu mliopo kwa nafasi zenu mbalimbali, wageni waalikwa, ndugu na dada katika Kristo, itifaki ikiwa imezingatiwa,
miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Ninayo heshima kwa niaba ya askofu wetu mkuu wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God, Daktari Barnabas Weston Mtokambali, kwanza kutoa pongezi za jitihada mbalimbali za kazi ya Mungu inayoendelea mahali hapa. Natoa pongezi kwa kanisa kwa namna ambavyo mmeendelea kushirikiana na mchungaji wetu Mlenda tangu wakati amefika hapa. Risala yenu imeonyesha maendeleo makubwa ambayo yameshafanyika hata sasa. Idadi ya washirika ambao wanaweza kuwa na uwezo wa kutoa zaka 279 sio idadi ndogo. Hiyo ni mbali na washirika wengine wa kawaida. Lakini pia nimesikia kwamba mna washirika wengine kupitia mitandao, mamia wanaopita na mamia wale wanaowafuatilia. Lakini napenda kuwapongeza kwa idadi kubwa ya ndoa zilizofungwa na watoto waliozaliwa katika kipindi hiki. Hii inatoa picha ya kwamba kanisa hili linakuwa kiroho na kimwili. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kuwapongeza pia kwa namna ambavyo kanisa limejihusisha katika huduma ya Injili kwa njia mbalimbali. Nimesikia hapa mikutano ya hadhara, nimesikia hapa uinjilisti kwa njia ya michezo, nimesikia uinjilisti kwa njia ya mabonanza. Yaani mmekuwa na ubunifu kama ambavyo mpango mkakati wetu unavyotaka tumhubiri Yesu kwa njia mbalimbali, na watu wengi wameguswa, na kwa namna ya kipekee mmekuwa baraka katika maeneo yenu haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimebarikiwa sana kusikia kwamba mna mitandao yenu ya kijamii na mna wafuatiliaji wanaofuatilia huduma zenu za kila siku zaidi ya 1220. Hongereni sana. Amen. Napenda kutoa pongezi na hongera kubwa kwa kigusa jamii kwa mahitaji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kisima cha maji kilichochimbwa mbele ya kanisa hapo mlangoni, ambacho pia kina nafasi ya kuhudumia wanajamii wa maeneo haya. Ninawapongeza sana, hongereni sana, ni gharama kubwa. Amen. Nazidi kuwatia moyo kushikamana na kuendelea kukamilisha mapungufu machache yaliyobakia katika kuhakikisha kwamba jengo letu la kanisa linakamilika, miundo mbinu ya mazingira ya kufika kanisani inakamilika, miundo mbinu ya tehama inayohitajika kwa njia ya kisasa inakamilika. Ninawapongeza sana kwa kushikamana na uongozi wa kanisa kukamilisha mambo haya yote ambayo yako kwenye malengo na mipango yenu. Nitumie nafasi hii pia kumpongeza mchungaji Mlenda kwa kujitolea binafsi, maana hii ilikuwa ni haki yake, kwa kitabu alichotunga na alichoandika mwenyewe kinachosema vijue vyanzo vya migogoro katika ndoa. Angeweza kupata mamia na mamilioni ya fedha, lakini amekitoa kitabu hiki ili mapato yanayotokana na mauzo ya kitabu hiki yaweze kusaidia kukidhi mahitaji mbalimbali ya kanisa, ikiwa ni pamoja na hitaji la sasa ambalo ni la haraka sana la zaidi ya milioni 55 ambazo zinahitajika kwa haraka sana. Hongera sana baba mchungaji kwa moyo wako wa kujitolea. Ninayo furaha kubwa na heshima kusimama mbele yenu leo, kusanyiko hili la watu wote, katika tukio hili la kipekee la kuzindua rasmi ofisi ya kanisa letu hapa pendwa, kanisa la TAG Satellite Temple hapa Matosa. Leo sio tu ni uzinduzi wa jengo au ofisi, bali ni hatua ya kiroho, ni ishara ya ukuaji na utaratibu na maono ya kazi ya Mungu ambayo yanazidi kusonga mbele kwa ufanisi zaidi. Ninawapongeza sana na hongereni sana. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 14 na mstari wa 40, kwa uzuri na kwa utaratibu. Hivyo ofisi hii ni sehemu ya kuhakikisha huduma ya Mungu inasimamiwa kwa hekima na nidhamu. Neno la Mungu linasema katika Habakuki sura ya 2 mstari wa 2, Bwana anasema, uyaandika maono yako ukayafanye kuwa wazi. Naamini ofisi hii
ni mahali ambapo maono yatazidi kuimarishwa na kuhuishwa. Mipango mbalimbali ya kanisa itapangwa na kutekelezwa na kuhakikisha ya kwamba inaleta matokeo yaliyotarajiwa. Niweke kivuli. Ni mahali pazuri pa maamuzi, mahali pa mipango na ushauri na uongozi wa kiroho. Tunatambua kwamba kanisa sio jengo, kanisa ni watu, au tuseme kanisa ni zaidi ya jengo, kanisa ni watu. Lakini pia tunajua kuwa miundombinu bora huwezesha huduma kufanyika kwa ufanisi zaidi. Ofisi hii itakuwa kituo cha uongozi na usimamizi wa huduma. Ofisi hii itakuwa mahali pa maombi na ushauri. Ofisi hii itakuwa kitovu cha mipango ya uinjilisti na umisheni. Ofisi hii itakuwa sehemu ya kupokea na kuhudumia watu wa Mungu kwa upendo na kwa heshima na hekima ya hali ya juu. Tunamshukuru Mungu pia kwamba ofisi hii itakuwa kiungo cha uongozi wa ngazi mbalimbali ya sehemu, jimbo na taifa. Na waombea heri Mungu azidi kuwabariki na kuwatunza na kufanikisha mipango mbalimbali mlionayo kupitia ofisi hii. Jina la Bwana Mungu wetu libarikiwe sana. Amen. Maandiko yanasema katika Zaburi ya 127 mstari wa kwanza ya kwamba Bwana asipojenga nyumba, wajengao wanafanya nini? Wanafanya kazi bure. Kwa hiyo tunaomba uwepo wa Mungu upajaze mahali hapa, uendelee kuwepo katika ofisi hii pamoja na mchungaji wetu, na kila litakalofanyika katika ofisi hii lipate baraka zote za Mungu kwa utukufu wake. Amen. Kwa hiyo kwa mamlaka niliyopewa na kwa neema ya Mungu na kwa niaba ya askofu wetu mkuu, nayo furaha ya kuzindua rasmi ofisi hii kwa kusoma kibao na kwa hebu fungua hapo tuone, na kwa kukata utepe. Jina la Mungu wetu libarikiwe sana. Amen. Naomba sasa mkasi niweze kuzindua rasmi ofisi hii. Ofisi yetu ya kanisa la TAG Satellite Temple inazinduliwa rasmi katika jina la Mungu Baba. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Utatu mmoja katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Nisikie tena amina. Amen. Amina yenye vigeregere vingi na fijo na nderemo. Naomba nisome sasa kibao hiki. Tanzania Assemblies of God Satellite Temple. Jengo hili la ofisi limezinduliwa na Reverend Joseph Gabriel Marwa, katibu mkuu wa kanisa la TAG, tarehe 29 mwezi wa 3 2026 kwa utukufu wa Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Tunaingia sasa. Okay. Tumekata utepe sasa rasmi ili kwamba tuweze kuingia ndani ya ofisi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu. Sogea. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni katika ofisi ya TAG. Haleluya. Mahali hapa ni pazuri kama nini? Yes, mara baada ya uzinduzi wa ofisi nzuri kabisa ya kisasa ya kanisa hili la Satellite House, na tayari katibu mkuu ambaye ndo amezindua yuko hapa ofisini tayari, unaweza kaona hapa ameweka saini. Yuko na mama mchungaji pia hapa na viongozi wa kanisa, mchungaji kiongozi pia wa kanisa la mahali hapa, mchungaji Mlenda Omar pamoja na viongozi
wengine kwa kazi hii kubwa ambayo imefanyika hapa, na haya ni moja ya mafanikio ambayo yamefanyika kwa miaka hii mitatu toka amekuwepo hapa. Sisi tuko hapa kukuletea tukio hili la baraka ambalo lilikuwa likiendelea hapa, na mimi nikushukuru sana mtazamaji ambaye umeendelea kuwa pamoja na sisi kufuatilia matukio haya kupitia kituo hiki bora kabisa cha matangazo cha NYTV pamoja na mimi Mesmail. Endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea kupitia kituo hiki bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Imekuwa. Mungu awabariki sana. Tunashukuru kwa kushirikiana pamoja nasi katika uzinduzi wa ofisi nzuri sana ya kanisa la City Light Temple, kanisa linaloongozwa na mchungaji Omar Mlenda Kalama. Tulikuwa naye nadhani jana juzi wakati tumeenda Siviu. Mtu mmoja akawa anashangaa kwa nini anaitwa Mlenda, Omar Mlenda, alafu anakuwa mchungaji. Akawaambia kama ilivyo Ibrahim kwenye Biblia, kama ilivyo Musa kwenye Biblia, kama ilivyo Yusufu kwenye Biblia, majina hayo ni majina ya Kristo na Omar ni jina la Kikristo liko ndani ya Biblia. Wakabishana pale, akasema haiwezekani Omar likaa kwenye Biblia. Akamwambia basi tusiseme kwa maneno, tuseme kwa matendo. Ukawaambia wafungue ngapi? Mwanzo 36:11. Utakuta orodha ya majina pale na jina la Omar lipo pale. Jamani, tumpongeze mchungaji na kanisa la ujumla. Asanteni sana, mimi sina la ziada. Amen. Hongera sana mama. Hongera sana baba. Amen. Katibu mkuu huyo mchungaji Joseph Gabriel Mara pamoja na mchungaji kiongozi wakiwa wanaondoka sasa kwenye ofisi hii nzuri kabisa ya kisasa ya kanisa hili la TAG City Lighthouse, tayari sasa kuondoka hapa kuelekea katika majukumu mengine pia, mara baada ya kukamilisha majukumu aliyokuwa nayo hapa. Kama ambavyo nimekuambia, tumekuwa na semina ya siku 5 ambayo hakika imekuwa ni semina ya moto sana. Kama ambavyo nimekuambia, usikose kufuatilia semina hii wewe ambaye ukupata wasaa wa kuifuatilia. Ni semina nzuri sana, na kama ambavyo tunajua mtumishi wa Mungu mchungaji Joseph Marwa, Mungu amekuwa akimtumia kwa namna ya kipekee sana. Kwa hiyo nenda pale NYTV ili uweze kupata kusikiliza masomo haya mazuri sana na uweze kubarikiwa sana.